Leo nataka nikuletee hadithi ya Pripyat, Ukraine, ambao ni moja ya hadithi zenye kuhuzunisha na kusisimua zaidi katika historia ya binadamu. Ni kisa cha mji uliokuwa na ndoto kubwa lakini ukageuka kwa mji wa mizimu ndani ya saa chache tu. Pripyat ilianzishwa Februari 4, 1970 kaskazini mwa Ukraine. Wakati huo ikiwa sehemu ya Umoja wa Kisovieti USSR. Mji huu ulijengwa maalum kwa ajili ya wafanyakazi wa kiwanda cha nyuklia cha Chernobyl na familia zao. Pripyat ulikuwa mji wa kisasa na wa mfano. Ulikuwa na shule, hospitali, kumbi za michezo, mbuga za starehe na maduka makubwa. Wastani wa umri wa wakazi ulikuwa ni miaka 26 tu. Ulikuwa ni mji wa vijana na watoto wao. Kufikia mwaka 1986, karibu watu 49,000 waliishi kwa furaha sana katika mji huo. Lakini haikuwa riziki, kwa sababu saa 1:23 usiku wa kuamkia Aprili 26, 1986, majaribio ya usalama kwenye reactor namba 4 ya kiwanda cha Chernobyl yalifeli na kusababisha mlipuko mkubwa wa nyuklia. Serikali ya Kisovieti ilijaribu kuficha tukio hilo mwanzoni, wakati mionzi hatari ikiendelea kusambaa hewani. Watoto wa Pripyat waliamka asubuhi na kwenda shuleni, na watu wakaendelea na shughuli zao za kawaida bila kujua kuwa hewa ilikuwa na sumu kali. Lakini saa 36 baada ya mlipuko, serikali iliamuru uokoaji wa dharura kupitia vipaza sauti. Wakazi waliambiwa, chukueni vitu muhimu na chakula cha siku 3. Mtaondoka kwa muda mfupi tu kisha mtarejea. Mistari ya mabasi ya 1200 ilifika kuwachukua watu walioondoka, wakiacha milango wazi, vyakula mezani na vichezeo vya watoto, wakiamini watarudi, lakini hawakurudi tena kamwe. Leo mwaka 2026 imepita miaka 40 tangu mji huo uachwe. Pripyat imekuwa kama muda uliosimama. Miti imekuwa katikati ya lami na misitu imemeza majengo ya ghorofa. Wanyama pori kama mbwa mwitu na kulungu sasa wanazunguka kwenye korido za mashule. Gurudumu kubwa la starehe ambalo lilipaswa kuzinduliwa Mei 1986, siku chache baada ya maafa, bado limesimama ikiwa na kutu kama alama ya furaha iliyozimika. Licha ya kuwa kivutio cha kitalii kwa vibali maalum, mionzi bado ipo kwenye baadhi ya maeneo na majengo yanaanza kuporomoka yenyewe. Pripyat ni kumbusho kwa ulimwengu kuhusu nguvu ya asili dhidi ya teknolojia ya binadamu. Ni mahali ambapo binadamu alishindwa na asili ikachukua nafasi yake tena. Pripyat ni kama picha iliyoganda ya mwaka 1986. Ndani ya majengo yake utakuta wanasesere watoto wakiwa wametupwa sakafuni, madaftari ya shule yakiwa bado juu ya meza, na magazeti ya zamani ya Umoja wa Kisovieti yakiwa yamesambaratika. Kila kitu kiliachwa kama ilivyokuwa dakika chache kabla ya watu kukimbia kuokoa maisha yao. Katika mji ambao ulikuwa na watu karibu 50,000, leo hii hakuna sauti ya binadamu, gari wala redio. Sauti pekee unaweza kusikia ni upepo unaopuliza kupitia madirisha yaliyovunjika au milango inayogonga yenyewe. Ukimya huu ni wa ajabu na unawafanya wageni wanaotembelea kuhisi kama wanatazamwa na macho yasiyoonekana. Majengo ya ghorofa ambayo zamani yalikuwa na maisha sasa yamevamiwa na miti na nyasi, miti inayokuwa katikati ya kumbi za michezo na juu ya paa za nyumba. Hali hii ya kuona majengo ya kisasa yakiliwa na misitu inatoa taswira ya dunia baada ya binadamu kutoweka, taswira ambayo ni ya kimizimu. Moja ya vitu vinavyotisha zaidi ni gurudumu la starehe na uwanja wa michezo uliopo katikati ya mji. Gurudumu hilo
kubwa limejaa kutu na halijawahi kuzunguka tangu siku ya maafa. Kuona kitu kinachotengenezwa kwa ajili ya kicheko cha watoto kikiwa kimesimama kwa huzuni na ukimya ni moja ya sababu kubwa ya kuitwa ni mji wa mizimu. Tofauti na miji mingine iliyoachwa kutokana na vita au uchumi, Pripyat ina adui asiyeonekana, mionzi ambaye ni mionzi ya nyuklia. Huwezi kuiona, kuisikia wala kuinusa, lakini ipo na inaweza kuua. Hii inafanya mji huo kuwa mahali ambapo binadamu huweza kuishi kwa maelfu ya miaka ijapo ukiwa umebaki kama kaburi kubwa la teknolojia. Licha ya kuitwa mji wa mizimu, wanyamapori kama mbwa mwitu, dubu na kulungu wameongezeka sana hapo kwa sababu hakuna binadamu wa kuwawinda. Kwa namna fulani, mji wa mizimu kwa binadamu umekuwa paradiso kwa wanyama.